Makamo wa Rais na Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Jeshi la polisi Tanzania limesema hali ya usalama nchini ni shwari na hivyo wageni na wafanyabiashara waendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa hapo awali. Na maelfu ya watu wamemiminika mitaani leo katika mji mtakatifu Qom nchini Iran wakati wa siku ya 4 shule mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Al-Khamenei. Habari za sasa, mtazamaji wa Upendo TV. Habari ninakaribisha katika Upendo TV usiku wa leo. Jina langu ni Jillian Sikawiche, nitakuletea hapa habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na baadaye basi utakujia hapa utabiri wa hali hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na tuanze na habari kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Makamo wa Rais na Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Makamo wa Rais amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za Jubilee ya dhahabu ya maadhimisho miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji wa kiwango kikubwa, utunzaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Serikali imeweka sera sahihi, imejenga miundombinu, imeimarisha taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Matokeo yake tunashuhudia viwanda vipya vikiendelea kujengwa, uzalishaji ukiongezeka, ajira zikiongezeka na bidhaa za Tanzania zinaendelea kupata nafasi kubwa zaidi katika masoko ya kimataifa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, katika siku za hivi karibuni nchi yetu imechukua hatua nyingine muhimu ya kuanzisha alama maalum ya bidhaa za Tanzania, yaani Made in Tanzania. Alama ambayo ni biashara pekee, si biashara pekee bali heshima ya taifa, kwani inatambulisha ubora wa bidhaa zetu. Ninatoa wito kwa wazalishaji wetu wote kuitumia ipasavyo alama hii ili kujenga hadhi ya bidhaa za Tanzania na kuongeza ushindani wake katika masoko ya dunia. Amesema katika safari ya kuelekea miaka 50, maonyesho hayo yanapaswa kuwa miongoni mwa maonyesho makubwa zaidi ya biashara duniani, yakiweka Tanzania kama kitovu cha biashara, uwekezaji, ubunifu na viwanda barani Afrika. Ni muhimu pia kuongeza ubunifu ili kuanzisha kampuni zitakazozalisha bidhaa zenye ubora na ushindani katika masoko. Aidha, masuala ya utafiti, ubunifu na matumizi ya akili unde, yaani artificial intelligence, biashara za kidigitali na mifumo ya kisasa ni lazima viwe sehemu ya ukuaji wa uchumi wetu. Ifikapo mwaka 2050, tunataka DITF isiwe mahala pa kuonyesha bidhaa pekee, bali kitovu cha ubunifu, utafiti, teknolojia na biashara za kimataifa. Mahala pa kuonyesha zaidi, mahala pa kuunganisha wawekezaji na wabunifu, mahali zinapozinduliwa bidhaa mpya za Tanzania kwa soko la dunia na jukwaa la wafanyabiashara wa Tanzania na Afrika. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 50 ya maonyesho ya Sabasaba yametokana na ushirikiano pamoja kati ya serikali na sekta binafsi, ikiwa wafanyabiashara wanaothubutu kuwekeza mitaji yao, kuzalisha bidhaa, kukidhi viwango na kuingia katika masoko mapya. Sisi kama sekta na taasisi zetu peke yetu hatujengi biashara. Sera zetu peke yake haziuzi nje ya nchi. Uwekezaji wetu peke yake haufungui masoko. Tumefanikiwa kwa ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi. Wafanyabiashara waliothubutu kuwekeza mitaji yao, kuzalisha bidhaa, kukidhi viwango na kuingia katika masoko mapya ndio wamebeba mafanikio ya miaka 50. Ndio maana usiku wa leo ni usiku wetu sote
na sio TanTrade peke yake. Awali akitoa maelezo ya hafla ya tuzo hiyo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Dr. Latifa Khamis, amesema katika kipindi cha miaka 50 jukwaa hilo limezalisha fursa thamani ya shilingi trilioni 129.2, ikichochea ukuaji wa uchumi na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika ramani ya biashara ya kimataifa. Usiku huu ni alama ya shukurani kwa kutambua michango ya wadau mbalimbali ambao baadaye watatajwa. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi, tunatambua kuwa TanTrade ni taasisi muhimu katika kufanikisha dira ya miaka 2050 hususan katika sekta ya biashara na diplomasia ya uchumi. TanTrade ni daraja linalounganisha sekta zote za uzalishaji na masoko kimataifa, kikanda na kimataifa. Kwa kutambua hilo, tayari tumeshazindua na tumeshaanzisha rajamu ya Tanzania National Brand, na tunaendelea na kampeni ya kuhamasisha wazalishaji wote, viwanda vyetu vyote vilivyopo hapa nchini kutumia chapa hii ili kuinua Tanzania katika ramani ya soko la kimataifa, National Brand Positioning. Na tukiwa bado katika habari za kitaifa, tuangazie hii kutoka kule Ufaransa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya ya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Ametoa wito huo leo wakati akizungumza na washiriki waliohudhuria kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani kwenye ukumbi mikutano wa ofisi ya makao makuu ya UNESCO jijini Paris, Ufaransa. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidigitali, tafsiri za kidijiti, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kwenda nayo. Amesema kwa mujibu wa wataalamu wa lugha, Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni 300 hadi milioni 500, na idadi hiyo imeendelea kuongezeka kutokana na matumizi yake katika elimu, biashara, vyombo vya habari, teknolojia ya habari na mawasiliano, pamoja na mitandao ya kijamii. Kiswahili sasa ni utambulisho wa wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, na mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo tumejumuika kufurahia mafanikio ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa, ikitimia miaka 5 tangu kutangazwa rasmi kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka itakuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Mapema mkurugenzi mkuu wa UNESCO Profesa Khalid El-Nani amelieleza washirika maadhimisho hayo kwamba shirika lake limesaidia kufadhili uandaji wa kamusi ya Kifaransa kwenda Kiswahili. Kiswahili ina nafasi ya pekee duniani kwa karne kadhaa. Barani Afrika, ukanda wa bahari ya Hindi, inaonyesha historia mbalimbali ya mtangamano, mwingiliano wa watu duniani, na Kiswahili kinazungumza na takriban watu milioni 200 duniani. Na siku maadhimisho haya pia ya Kiswahili ambayo yanafanyika hapa leo yanaonyesha umuhimu unaozidi kukua wa lugha ya Kiswahili. Kiswahili kwa ajili ya amani, utangamano na diplomasia ya uchumi, na hivyo katika masuala pia ya diplomasia ya lugha
na kwa ajili ya maendeleo, lakini pia kielelezo cha utamaduni. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema Tanzania ina lugha za makabila zaidi ya 150 katika maeneo mbalimbali, lakini wananchi wake wameweza kuunganishwa na lugha moja ya Kiswahili. Bali kwako kuwa mgeni rasmi kunaridhia kunadhihirisha dhamira inayonayo katika kuendeleza Kiswahili duniani kote. Aidha, ninawashukuru wenyeji wetu kwa mapokezi mazuri na ushirikiano waliotupatia. Kwa namna ya kipekee pia tunawashukuru UNESCO kwa kuchangia mafanikio ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili duniani. Kwa umahususi tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Saidi Othman Yakubu, balozi wa Tanzania hapa Ufaransa, pamoja na wasaidizi wake wote kwa kuratibu maandalizi ya matukio haya. Na tuelekee makao makuu ya nchi kule jijini Dodoma. Jeshi la polisi Tanzania limesema hali ya usalama nchini ni shwari, na hivyo wageni na wafanyabiashara waendelea na shughuli zao kama ilivyo hapo awali. Taarifa iliyotolewa inaeleza kuwa jeshi linawahakikishia wananchi kuwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vitaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wakati wote. Jeshi la polisi Tanzania lingependa kuwafahamisha Watanzania na wageni waliopo nchini kuwa hali ya usalama nchini ni shwari. Pamoja na kwamba leo tarehe 7 mwezi wa 7 2026 ni sikukuu ya Sabasaba na watu wako kwenye mapumziko, lakini wengine wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Tunaendelea kuhakikishia wananchi kwamba kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wakati wote. Aidha, wametoa wito kwa wananchi kuendelea kutumia mitandao ya kijamii vizuri na kujiepusha na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kwa kuandaa, kusambaza taarifa za uongo, kuchonganisha, kujenga chuki na kuzisambaza. Pia amewataka kuacha kusambaza taarifa zinazotumika kupitia mitandao ambayo hazijathibitishwa na mamlaka husika, kwani kufanya hivyo kwa pamoja ni makosa ya jinai na kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandao mwaka 2015 kifungu cha 16 na sheria zingine za nchi. Aidha, tujiepushe kuamini kuwa kila kitu kinachosambazwa kupitia mitandao ya kijamii ni sahihi. Badala yake, pata taarifa sahihi kutoka mamlaka zinazohusika kutoa taarifa sahihi kama vile vyombo vya ulinzi na usalama. Naomba hapa nirudie. Aidha, tujiepushe kuamini kuwa kila kitu kinachosambazwa kupitia mitandao ya kijamii ni sahihi. Badala yake, pata taarifa sahihi kutoka mamlaka zinazohusika na kutoa taarifa sahihi kama vile vyombo vya ulinzi na usalama. Asanteni kwa kunisikiliza. Na tuelekee kule mji kasoro bahari Morogoro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameitaka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuongeza juhudi za kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu wanaovamia makazi ya mashamba ya wananchi ili kuwezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa amani na usalama. Dr. Kijaji ametoa kauli hiyo wakati alipofanya ziara katika makao ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, ambapo amepata fursa ya kujionea shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na mamlaka hiyo pamoja na kupokea taarifa ya utekelezaji wa majukumu yake. Umeongelea migogoro baina ya wanyamapori wakali na waharibifu na wananchi wetu. Ni wazi umesema vema kumekuwa na kilio kikubwa kwenye eneo hili la migogoro kati ya wananchi na wanyamapori wakali na waharibifu, sio jambo la kuficha. Na moja ya maelekezo yangu ambayo nayaleta kwa taasisi zetu, moja ni kuhakikisha tunaondokana na changamoto hii ya wanyamapori wakali na waharibifu na wananchi wetu, maisha yao na mazao yao au shughuli zao za kiuchumi. Akizungumza katika ziara hiyo, Dr. Kijaji amesema serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa rasilimali za wanyamapori huku ikiwekwa kipaumbele katika kulinda maisha na mali za wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi, na amesisitiza kuwa TAWA inapaswa kuchukua hatua za haraka
pale wanyamapori wanapokuwa tishio kwa wananchi. Yopo sasa ni wazi, tumeongezeka. Kwa hiyo tunalazimika sisi sasa kuja na mikakati kadhaa ya kuhakikisha wananchi waliosogelea hifadhi zetu, wananchi walioanzisha shughuli za kiuchumi kwenye maeneo ya shoroba wanaendelea kuwa salama. Na moja ndio mmeona tulipita wote hapa, tumeona tunatekeleza mipango mbalimbali ya kuhakikisha usalama wa wananchi wetu. Kwa upande wake, mhifadhi wa wanyamapori na mtaalamu wa ndege nyuki Juliet Mboko amesema TAWA imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na wanyamapori wakali na waharibifu kutumia mfumo wa ndege nyuki ambao wameonyesha mafanikio makubwa katika kusaidia kuwatisha na kuwazuia wanyamapori kuingia katika maeneo makazi na mashamba ya wananchi. Doria katika maeneo yale ya wananchi, kwa sababu kuna kuaga na vikosi karibia na mpaka wa hifadhi na vijiji. Kwa hiyo kile kikosi kilichokuwa pale kilikuwa na ndege nyuki, na hii video ilichukuliwa ni hawa tembo ilikuwa ni usiku. Ndio maana unaona kuna rangi ya black na nyeupe. Zile drone zetu ambazo zina thermal zina uwezo wa ku detect vitu vyote vyenye joto usiku. Kwa hiyo hapo kama unavyoona ilionyesha hao tembo wako takriban 130, lakini tulipowapiga picha tukawahesabu wakawa 130. Ndio madhara tulioepuka kukutana nayo kama kuharibiwa mazao, vifo na majeruhi. Kwa hiyo tukaweza kuwaswaga tembo wao kuwarudisha katika pori la Kiba Msanjes. Sisi kama TAWA tumeandaa maeneo matatu katika tumeandaa maeneo manne katika maeneo ambayo hapo nitafanyika. Eneo la kwanza ni hifadhi yetu ya Makuyuni pale, Mheshimiwa Waziri, tumeboresha miundombinu ambapo pia kwa mara ya kwanza pale tutakuwa tuna kivutio cha utalii ambacho tunaita hideout. Mtalii ataweza kufika, ataweza kukaa sehemu nzuri ambayo hataonekana na ataenjoy nature wazi. Hii Mheshimiwa Waziri, kwa Tanzania na Afrika Mashariki ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo TAWA tumeweza kuboresha miundombinu, na pia tuna ziwa la Natron ambapo pia uboreshaji wa miundombinu unaendelea, na pia kuna eneo la Pande ambao liko Dar es Salaam ambapo pia hapo litafanyika. Tukiwa bado Morogoro, wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Ifakara wanatarajia kunufaika na huduma za kulaza wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Ifakara mara baada ya serikali kuahidi kutoa shilingi milioni 700 ndani ya mwezi Julai 2026 kwa ajili ya kukamilisha miundombinu muhimu itakayowezesha hospitali hiyo kuanza kutoa huduma hiyo kwa wagonjwa. Ahadi hiyo serikali imetolewa na Profesa Riziki Shemdoe, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Profesa Riziki Shemdoe akiwa kata Kiberege wakati wa ziara yake kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo, ambapo amepokea taarifa za utekelezaji wa miradi ya nyumba 4 za wakuu wa idara, majengo 3 hospitali ya wilaya na soko la Kiberege, na kuweka mawe ya msingi katika miradi hiyo. Nimeweka jiwe la msingi kwenye yale majengo 3 pale, lakini nimekuja na ahadi ya shilingi milioni 700 kwa ajili ya majengo mengine pale, pamoja na zile za kutembea kutoka jengo moja kwenda jengo lingine. Waingereza wanasema walkways. Hii fedha inakuja ndani ya mwezi huu, shilingi milioni 700, ili majengo yale yakamilike, jengo la utawala likamilike, mochwari likamilike, ili hospitali ile sasa iweze kuanza kulaza wagonjwa pale. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema ziara ya Profesa Shemdoe imelenga kutatua changamoto za wananchi na si kufanya ziara zenye malengo ya kuwadaa wananchi. Sasa nataka nikwambie kwamba waziri wa Dr. Samia Suluhu Hassan haji kufanya msanaha hapa. Yes. Amekuja kwa ajili ya shughuli hiyo, amekuja kwa ajili yenu, amesikia kuna matatizo ya barabara, amekuja na wale wahandisi wake mabingwa wa mkoa mzima, yule meneja wa mkoa mzima, yule meneja wa Kilombero. Mmesikia wananchi makofi waliopiga kwenye Mkusa na kwenye barabara za ndani. Kazi kwenu. Mimi kazi yangu ya kuambiwa kazi inawashinda na wakanda vichwa na leta watu wengine. Naye mbunge wa jimbo la Ifakara Abubakari Asenga amewahakikishia wananchi kuwa ujenzi wa barabara za mitaa
utasimamiwa kwa karibu chini ya uongozi wa Profesa Shemdoe, akibainisha kuwa mafanikio yaliyopatikana katika upatikanaji wa fedha za soko la Kiberege yanaonyesha dhamira ya serikali ya kutekeleza pia miradi mingine ya maendeleo. Leo tuna soko hapa hili limekaa miaka 6. Nasema uongo? Nimekuja kukamilishwa wakati wa kwanza na Arsene. Mimi nawahakikishia swala la barabara za mitaa tutafanya na tutajenga kwa sababu waziri yupo. Hatutamaliza zote, lakini changamoto zitaisha kwa baadhi ya maeneo. Mwaminini Mheshimiwa Rais Samia, iaminini serikali yake, mwaminini Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko hapa, tuaminini viongozi ambao wametuchagua, tulinde amani yetu. Siku moja tutakuwa tunazungumza jambo lingine. 2020 mnanichagua, hata kilomita 1 ya lami haikuwepo. Leo tuna barabara ya lami pale, tunaweka mpunga kwenye barabara ya lami. Na tuleke kule Tanga. Katika kuhakikisha serikali inatimiza azma yake kwa wanafunzi wenye uhitaji maalum kupata fursa sawa ya elimu bora katika mazingira jumuishi, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Korogwe Zahara Msangi amekabidhi vifaa vya kujifunzia na vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye uhitaji maalum. Vifaa hivyo ni pamoja na mashine za kuandikia maandishi ya braille, karatasi za braille, fimbo nyeupe, vifaa vya usikivu, viti mwendo, magongo na vifaa vingine vya kujifunzia na kufundishia. Akikabidhi vifaa hivyo akiwa katika ukumbi wa halmashauri ya mji wa Korogwe, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Zahara Msangi amewataka wananchi kuhakikisha watoto wenye uhitaji maalum waliofichwa majumbani watolewe na kupelekwa shuleni ili wapate haki yao ya kupata elimu bora. Lakini kipekee kabisa namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi wananchi wa Korogwe kupata vifaa hivi muhimu. Mheshimiwa Rais amekuwa akiendelea kufanya kazi kubwa sana katika nchi yetu, lakini amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anayafikia makundi yote. Kwa hiyo mimi pia nitumie fursa hii kuwataka wananchi wote wa halmashauri ya mji wa Korogwe kuhakikisha kwamba watoto hawa wanatolewa huko ndani walikofichwa, wanapelekwa shuleni. Kwa sababu kama serikali inafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba inaleta vifaa ili kuwawezesha hawa watoto waingie darasani, basi sisi wazazi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunawapeleka hawa watoto shuleni. Nimefurahishwa kusikia kwamba tuna watoto zaidi ya 300 ambao wana mahitaji maalum ambao wako shuleni. Hii ni hatua kubwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya elimu msingi halmashauri ya mji wa Korogwe Mwalimu Sharifa Wanja amesema vifaa vilivyotolewa vitaongeza ushiriki wa wanafunzi wenye uhitaji maalum darasani na kuboresha uwezo wao wa kujifunza. Tunakabidhi vifaa mbalimbali vya kujifunzia na vya kuwasaidia wanafunzi wetu wenye mahitaji maalum, ambapo vifaa hivi vipo kwa makundi yote ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, ikiwa ni pamoja na vifaa vya wanafunzi wenye ulemavu wa kuona, kusikia, viungo na wenye changamoto nyingine za ujifunzaji. Vifaa hivi visaidizi vitaongeza ushiriki wao darasani na kuboresha ujifunzaji na kuwawezesha kufikia malengo yao kielimu. Akizungumza kwa niaba ya wazazi wenzake Omar Bilali pamoja na mwalimu Philbert Mpezia, wameshukuru serikali kwa kupatia watoto wao vifaa saidizi na vya kujifunzia. Nimesimama hapa kwa kutoa shukrani. Kwa kweli nashindwa hata kuzungumza, ila naishukuru halmashauri ya mji Korogwe kwa kuweza kutusaidia, kwa kutupigania na kutuombea kupata vifaa hivi endelevu kwa ajili ya watoto wetu wenye mahitaji maalum. Namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu ambariki, amzidishie pale alipouiwa kutoa, basi amuongezee. Natoa shukrani sana kwa viongozi wetu. Naamini bila maandiko yenu si ajabu hivi tusingevipata. Yeye ameweka kama wawakilishi huku, na naamini mmewakilisha vizuri, mmetendea haki nafasi zenu, na sisi tuko nyuma yenu, tunawasapoti na tutafanya kazi na nyinyi kama viongozi wetu, na sisi mlotupa madaraka huku chini tuweze kuwa kitu kimoja.
Vifaa hivyo saidizi vimepokelewa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, ambapo vinatarajiwa kuwasaidia wanafunzi wenye uhitaji maalum ya kuona, kusikia na wenye changamoto mbalimbali za kujifunza ndani ya halmashauri ya mji wa Korogwe. Tukitoka huko Tanga tukita kambi kule Tabora. Watu 6 akiwemo mtoto mdogo wafariki dunia na wengine zaidi ya 11 kujeruhiwa katika ajali ya basi ya kampuni ya Last Bullet iliyotokea leo maeneo ya Chemchem wakati linatoka kituo cha mabasi Tabora kuelekea mkoani Geita. Kati ya vifo hivyo 6, 5 wamefariki papo hapo na mmoja ambaye ni mtoto amefariki dunia akiendelea kupatiwa matibabu hospitalini. Kwa ujumla wake tunaweza kuona hali halisi hapa ni kama majeruhi wote wameshaondolewa na kinachomalizikia ni kuondoa ile gari ambalo liko mbele yetu sasa kurahisisha shughuli nyingine hapa ziweze kuendelea. Kwa hivyo baada ya kusema nifikiri watangazie hilo ili turudi sasa tukaendelea na shughuli zetu nyingine za kawaida za kujiletea uchumi kama wana Tabora. Hali ya wilaya kwa ujumla ni shwari, kila mtu akaendelea na shughuli zake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora RPC Twaha Lulengelule akizungumza na waandishi wa habari amesema chanzo cha ajali hiyo bado hakijafahamika na mpaka sasa dereva amekimbia na wanaendelea kumsaka. Lakini baada ya kufika eneo tukio nimejionea mwenyewe na kama nyinyi waandishi wa habari mnavyoona, lakini nadhani tunatoa huduma, lakini nimewasiliana na mkuu wa usalama barabarani wa mkoa RTO SSP Magayane, yuko hospitalini, anaambia mpaka muda huu mpaka sasa hivi maiti ziko 4, kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni 1, na majeruhi ambao wako serious ni 14 na wengine ambao wameumia kawaida. Kwa bado tunayafuatilia kujua idadi yake, lakini mpaka sasa hivi ni kama nilivyowaambia. Amesema gari hiyo kabla ya kutoka kituo cha mabasi imekaguliwa na askari wao, ikaonekana iko salama na inafaa kusafiri. Maana yake ajali imetokea kwa sababu nyingine na sio masuala ya kiufundi. Tunachukua hatua kwa kama kampuni ya basi la Bullet tumeweza kusitisha madereva wawili leseni zao. Kwa hiyo sisi tunachukua hatua. Tunapobaini tunachukua hatua. Hatua kubwa ni kumnyang'anya dereva leseni kwamba hana sifa kuendesha basi. Na tuliki kule mkoani Kigoma. Kutokana na uhitaji wa damu salama kuwa kubwa katika maeneo ya kutolea huduma za afya, hasa kwa mama wajawazito, watoto na watu wanaopata ajali, wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kuamka kuchangia damu ili kuwa na uhakika wa damu ya kutosha katika benki ya damu salama, ikiwa ni hatua ya kusaidia matibabu kwa watu wenye uhitaji wa kuongezewa damu. Kutoka huko Kigoma, mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili. Maisha ya wajawazito, watoto na watu wanaopata ajali wako katika hatari kubwa ya kupoteza maisha ikiwa tu watakosa huduma ya karibu ya kuongezewa damu, na jukumu hili likiwa ni kila binadamu mwenye afya njema kujitolea kuchangia damu. Katika kuhakikisha maisha ya mtu yanaokolewa, wananchi pamoja na wafanyakazi wa shirika la Joy in the Harvest wamejitoa kuchangia damu kuhakikisha damu inapatikana kwa karibu. Hali ya ujauzito inasababisha kuna muda ambao mama anakuwa anahitaji damu au anapungukiwa damu, na muda wa kujifungua damu nyingi inapotea. Kwa hiyo damu kwa kundi la wamama wanaojifungua ni muhimu zaidi kuwepo. Ndio maana tuko hapa leo ili kusaidia na kuokoa maisha ya wamama wajawazito wanaojifungua na watakaokuwa katika uhitaji wa damu. Tunawapoteza ndugu zetu wengi sana kwa sababu ya hili tatizo la damu. Wapo watu wengi sana tunawapoteza mahospitalini, ndugu zetu, rafiki zetu, jamaa zetu, kwa sababu ya damu. Kwa mimi pia nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa damu, na naamini damu yangu itaweza kumsaidia mtu mwingine ambaye atakuwa na tatizo la damu. Hata hivyo, viongozi wa dini na taasisi wamepongeza wananchi kwa kuwa na mwamko wa kuchangia damu, huku wakisisitiza mashirika na taasisi kuhamasisha watumishi wao kuamka kuchangia damu na kusaidia maisha ya wahitaji. Damu haiuzwi popote pale. Huwezi kwenda dukani ukatoa fedha kwamba nataka damu. Huwezi kwenda popote pale ukaikuta damu. Kwa tunachokifanya hapa, tunaelewa, kwangu mimi najielewa kwamba nimeokoa maisha ya mtu ambaye simfahamu,
sio ndugu yangu. Kwa binafsi nahisi kama nimeagusa maisha ya mtu mwingine. Na tunashukuru sana kwamba wafanyakazi na watu wote ambao wametoa damu za kuchangia damu, kwa kweli wana moyo wa huruma na upendo kama vile shirika lilivyo. Kuona kwamba hili ni jambo la muhimu, ni jambo la kijamii, ni jambo la kila mtu. Kwa hiyo unajua, unapopata magonjwa, unapokuwa na upungufu wa damu, muda mwingine inakuwa shida sana kuipata kwa muda huo, lakini wameona vyema tufanye hivyo, na kwa kweli sisi tunawapongeza na tupongeza shirika kwa ujumla wake. Mkoa wa Kigoma unahitaji chupa 1800 kukidhi mahitaji ya damu salama katika maeneo ya kutolea huduma za afya kila mwezi, lakini kwa sasa bado lengo hilo halijafikiwa kutokana na watu wengi kuwa na uhitaji wa kuongezewa damu. Ili kupata damu ya kutosha kwa mwezi, huwa tuna lengo la kukusanya chupa 1800. Tukipata chupa hizo, basi vituoni kulikuwa na damu ya kutosha ili mgonjwa akifika aweze kuhudumiwa. Wateja au wagonjwa wanaotumia damu kwa wingi ni akina mama ambao wanapata changamoto ya kupata damu nyingi wakati kujifungua na watoto. Lakini pia sasa hivi na kina baba tumo, kwa sababu baba wengi ndio madereva bodaboda na ajali zinatokea, mtu anapewa unit nyingi wakati mmoja. Kwa hiyo tuseme watu wengi tuna uhitaji wa damu, watu wote, wanaume kwa wanawake. Lakini lengo la damu kuwepo katika vituo vyetu, hatutaki kifo ambacho kitatokea kwamba huyu mgonjwa amekosa damu. Hatutaki hicho kitu kitokee. Kifo kisitokee cha mama mjamzito kwamba amefariki kwa kupoteza damu. Ni jambo la muhimu sana, ni jambo la busara, jambo la baraka ama tendo la huruma kuona kwamba ni muhimu damu ipatikane ya kutosha. Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Asante sana mwanahabari wetu Kadislaus Ezekieli kutoka huko Kigoma, na turejee hapa jijini Dar es Salaam. Taasisi ya teknolojia nchini DIT imeendelea kutumia maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba kutoa elimu kwa wananchi kutumia teknolojia mbalimbali zilizobuniwa na wabunifu ili kupunguza wimbi la kupanda wa gharama za maisha. Wakizungumza na Upendo Media, wabunifu hao wakiwemo mhadhiri msaidizi na msimamizi wa karakana taasisi ya teknolojia DIT, mhandisi Gerutu Mosinge, amesema kwa sasa sio lazima utumie mfumo mafuta pekee kwenye gari, wamebuni mbinu mbadala na matumizi ya gesi asilia. Kwa hiyo ni wakaribishe wa Tanzania, ni wakaribishe na waonyeshaji walioko kwenye maonyesho haya ya 2026 Sabasaba hapa. Wakaribie banda la taasisi ya teknolojia DIT, wajionee teknolojia hii ya kufunga magari kutumia gesi asilia. Utumie gesi asilia uweze kupunguza gharama ya maisha. Kama nilivyosema, shilingi 17,000 inakupeleka zaidi ya kilomita 200. 17,000 ukiweka petroli sio zaidi ya kilomita 50. Unaweza ukaona ni namna gani utaokoa matumizi ya mafuta kwenye gari yako. Unaweza ukaona ni namna gani unaweza ukaokoa gharama ya maisha ukihamia kutumia gesi asilia kutoka kwenye petroli. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote waweze kuja kujionea hii teknolojia, lakini pia wawe sehemu ya kuitumia hii teknolojia. Mbunifu viatu aina ya sandals kutoka DIT amesema kwa sasa unaweza kununua sandals pair moja na kubadilisha mwonekano wake pekee na mtindo wa kiatu hicho. Sendo hii ina uwezo wa kubadilika mikanda tofauti. Haina limit ya kusema ni mikanda mingapi itabadilika, ila ni mikanda mingi tofauti. Sasa sendo hii ina faida kubwa kwa wasafiri ambao wanakuwa na mzigo wake ni mkubwa, inapunguza ile gharama ya kupaki vitu vingi. Sasa unakuwa na sendo moja ambayo unaweza kupaki tu soli, lakini mikanda inakuwa ni mingi, unaipaki sehemu moja kama nguo. Lakini pia sendo hii ina faida kwenye gharama, inakwenda kuokoa gharama ya kununua viatu vingi. Unanunua viatu vingi kwa bei tofauti, lakini sendo hii unajipatia kwa bei nafuu, inakuwa na mikanda mingi. Katika maonyesho ya 50 ya Sabasaba nimefanikiwa kushiriki nikiwa na bunifu ya kusaidia watumiaji wa mwendo kasi kuondoa sintofahamu ya watumiaji wa mwendo kasi kutokujua ukaribu au umbali wa mabasi wanavyokuwa ndani ya vituo. Kwa hiyo tumekuja na hiki kifaa kwa ajili ya kutrack mwendo kasi. Hichi kifaa kina mfumo wa web application ambao itakuwa ina taarifa zinazopatikana kutoka kwenye hichi kifaa zitasaidia ile web application kuweza kupata
taarifa za kumpa mtumiaji wa mwendo kasi. Na asante sana mtazamaji wa Upendo TV, tukihitimisha habari hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam kwa habari za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea hapa tutaungana kwa habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.